Nilipokea simu kutoka kwa sheha wangu wa shehia ya Kengeja akiniambia kwamba kuna chombo kimeokotwa baharini ikiwa kina watu ambao hawajui, lakini baadaye aliniambia kwamba watu hawa wanakisiwa kwamba si raia wa hapa kwa sababu hawawezi kuongea Kiswahili. Kwa hiyo mimi nikamjulisha kamanda wangu wa uhamiaji wa kesi zao za kiuhamiaji ili tuende katika hilo tukio. Kwa bahati tumekwenda na kamanda wangu wa uhamiaji, tumefika kwenye tukio kwa wakati kabisa. Tukifika ndo kwanza watu wakawa sasa chombo kinafika bandarini. Kwa hiyo tulivyoziona hali zao si nzuri, tulishauriana pamoja na mheshimiwa mbunge na mwakilishi ambaye tayari wameshatoa maelezo ambao niliwakuta wapo eneo la tukio kwamba kutokana na hali zao tuwapeleke kwenye kituo cha afya Kengeja kwa haraka. Lakini kwa idadi ya watu ilivyokuwa, niliwashauri kwamba tusiende kituo cha afya Kengeja kwa sababu kile ni kituo, wahudumu watakao kuwepo pale watakuwa ni wachache. Kwa hiyo nikapiga simu kwa daktari dhamana wa hospitali ya Abdalla Mzee ili aweze kutayarisha timu yake ya madaktari, ikimpa taarifa kwamba tunakwenda na hiyo hali ilivyo. Daktari dhamana hospitali ya Abdalla Mzee mkoani Dr. Abudu Khamis Mabadi amekiri kupokea majeruhi hao pamoja na maiti mnamo majira saa 5 asubuhi na kuwapatia huduma za haraka. Majira ya saa 5 tulipokea majeruhi ambao wametokea kupata ajali ya kuzama, na tumepokea takriban majeruhi 39 na mmoja tayari akiwa amefariki, maana jumla watakuwa ni 40. Kati ya hao wanawake 23 na wanaume ni 17. Na kati ya hao wanaume ni watoto, wanaume ni 4 na wanawake ni 6. Walikuwa hali mbaya, lakini baada ya kupata huduma ya awali wametengemaa na hadi sasa wako katika mawodi na wanaendelea vizuri. Sisi tunawashukuru sana kwa kupata zile taarifa za awali kutoka kwa mkuu wa wilaya, tukaweza kujitayarisha vizuri kwa dharura hii na tukaweza kuwahudumia. Chombo kimezama na kuna watu wameokotwa, kwa hiyo kwa sasa zoezi linaendelea kwa upande wa bandarini katika hatua za kuokoa na kuwapeleka hospitali ya mkoani. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hizi, na sisi kama mkoa itabidi tufanye taratibu, tukawatanguliza maafisa wetu wadogo kwa ajili ya kuja kufanya uhakiki na kuangalia zile status zao na kuweza kufahamu ni raia wa nchi gani. Kaimu mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mgeni Khatibu Yahya amemshukuru uongozi wa hospitali ya Abdalla Mzee mkoani pamoja na wadau wengine katika kuwapatia huduma majeruhi hao. Tumeona serikali ya mkoa tuweze kufika katika maeneo haya ya hospitali ya Abdalla Mzee ili kuja kuiona hii hali. Kiufupi ni ushukuru uongozi wa hospitali, ni washukuru madaktari wote kwa kazi kubwa, lakini ni washukuru na vyombo vyetu vya kamati ya usalama na wao kuhakikisha kwamba changamoto hii ambayo imejitokeza basi inafanywa kazi kwa haraka.